Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hivi, ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili pale, unaona namna ambavyo Mungu anamwambia Ibrahimu, na kitu ambacho Ibrahimu anaambiwa na Mungu, anaambiwa ondoka wewe katika nyumba ya baba yako uende mpaka mahali nitakako kubariki. Lakini hatuoni Mungu akireveal ama akifunua kwamba Ibrahimu anatakiwa kwenda wapi. Ibrahimu ananyanyuka kwa sababu imani ya Ibrahimu alivyokuwa anamwamini Mungu ni kama mtoto mchanga anavyoamini wazazi wake, ni kama mtoto mdogo anavyoamini wazazi wake. Ndivyo Ibrahimu alivyokuwa anamwamini Mungu. Imani ya Ibrahimu kwa Mungu ilikuwa ni genuine. Hatuoni Ibrahimu akimhoji Mungu kwamba Bwana ninaelekea wapi. Ibrahimu aliamua kunyanyuka akiamini ya kwamba ninakoenda maadamu niko na Bwana sitapotea. Haleluya. Sasa narudia tena, kuna baadhi ya watu ambao wanaamini ya kwamba wako vizuri kuuliza tu direction. Sasa kuna watu ambao wanauliza direction ya Mungu lakini hawako tayari kutembea na Mungu. Kuna watu ambao wanataka kusikia sauti ya Mungu anasema nini kwa habari ya maisha yao, kwa habari ya kesho yao, na wanafunga na kuomba kutaka kusikia sauti ya Mungu. Ni sawa, sio jambo baya, lakini nataka nikwambie, hakikisha unamtafuta Mungu na unatembea naye kabla ya kuanza kutafuta directions. Nasemaje? Mtoto anapoanza kuwa mkubwa, anapoanza kuwa na akili, anakuwa anahoji kila mahali mnakotaka kwenda. Mkimwambia son, tuondoke twende mahali, anakuuliza baba, tunaenda wapi? Anauliza where are we heading? Where are we heading? Lakini Ibrahimu, kwa sababu imani yake kwa Mungu wake ilikuwa ni kubwa, Ibrahimu hakumuuliza Mungu tunakwenda wapi. Maana alikuwa anaamini hata kama nitapita shimoni, hata kama ninapita mahali gani, maadamu niko na Bwana sitaogopa. Let me tell you the secret. Siri hii hapa. Siku zote njia za Bwana, especially anapokupeleka kwenye mafanikio, kama Mungu atakufunulia njia ambazo utapita, unaweza ukamwambia Bwana, mimi siendi na wewe, sipiti. Naomba nisikilize vizuri. Njia zozote ambazo utapita na Mungu, kama utapita na Mungu, usitegemee kwamba hizo njia utakazopita na Mungu zitakuwa ni tambalale. Kwa hiyo uwe na uhakika kuna mahali Mungu hatakuambia njia ambazo utapita. Na ndio maana Ibrahimu alimwamini Mungu, hakutaka kumuuliza tunaenda wapi na tutapita njia gani. Laiti kama Ibrahimu angeambiwa na Mungu kwamba utakwenda kuzunguka na itakufikia umri wa miaka fulani bila kupata ahadi niliyokuahidi, yamkini Ibrahimu angekataa kwenda na Mungu. Na ndio maana wakati Musa anawachukua wana wa Israeli kuwapeleka nchi ya ahadi, hakuna mahali unaoneshwa Mungu anawaambia kama watakutana na nyoka wa moto njiani. Hakuna mahali Mungu anamwambia Musa kama watakutana na Wanefiri, wana wa Anaki, Wayebusi na makabila mengine njiani. Walitembea bila kuambiwa kitu gani watakutana nacho. Sijui kama mtu ananielewa ninachokisema. Nasema hivi, nenda kamuuliza Yusufu. Yusufu anaoneshwa mwisho wa mafanikio yake, anaoneshwa destiny. Mungu anamwotesha kwa habari ya ndoto ambayo Yusufu sasa atakuja kuishi. Anaona mwezi pamoja na jua, mwezi na jua na nyota 11 zimemuinamia. Baba yake anakasirika, anamwambia na maana mimi na mama yako na ndugu zako tutakusujudia. Lakini kupitia ndoto yake inamtengenezea wivu. Anapita mahali pagumu kwenye kutaka kuuawa, anatupwa kwenye shimo, baadaye anauzwa kwa wageni wafanyabiashara wa Misri, na hatimaye Yusufu anauzwa kwenye nyumba ya Potifa, anakuwa kama kijakazi na anapita kwenda kwenye gereza. Kutoka kwenye gereza, Yusufu anatoka kwenye gereza, anainuka na kuwa waziri mkuu. Nisikilize, kwenye ile formula ambayo Yusufu ilikuwa inamtengeneza kuja kuwa waziri mkuu, ilikuwa ni mfumo ambao Mungu ameuandaa wa kumfikisha mahali anapotakiwa kufika. Maana yake ni kwamba
Kama Yusufu asingekwenda gerezani, maana yake asingetafsiri ndoto za wale watu wawili wanaotoka ikulu, na asingetafsiri zile ndoto za wale watu wawili, maana yake ni kwamba yeye asingeweza kuinuliwa kuwa waziri mkuu. Maana yake ni kwamba njia za Bwana ukiamua kuzifuatilia, kuna mahali unaweza ukakata tamaa. Ukitaka kumuuliza Mungu akuoneshe direction, kuna mahali utavunjika moyo. Unaweza ukasema, Baba, kwa njia hizi zitapita. Na uhakika Yusufu kama angemuuliza Mungu na Mungu akamuonesha, akamwambia utakaa miaka kadhaa gerezani, na uhakika Yusufu asingekubali. Angesema ni bora niendelee kuwa maskini kuliko kuwa waziri mkuu. Manake kutembea na Bwana, tunatakiwa kutembea na Bwana to the point ambayo tunatakiwa kumwamini Bwana na njia zake kuliko kutegemea njia zetu. Sasa niko hapa kukwambia, wapo watu ambao they think that they are so genuine before God kwa kuuliza kila kitu. Sikiliza, ni sawa, ni jambo zuri, lakini shida ni kwamba watu wengi wanataka kusikia maelekezo ya Mungu, lakini hawataki kuimarisha mahusiano na Mungu. Kuna watu wanataka kuisikia sauti yake, wanataka kusikia waambiwe juu ya kesho yao, lakini wao hawako tayari kutembea na yeye. Kuna watu wanataka miujiza ya Mungu, lakini hawamtaki Mungu mwenye miujiza. Kuna watu wanataka Mungu awapiganie, lakini hawataki kukaa pamoja na Mungu anayewapigania. Niko hapa kukuambia jioni leo, tamani kutembea na Bwana, maana ukitembea na yeye, anasema kwenye maandiko matakatifu, kwenye Isaya sura ya 43 mstari wa kwanza, anasema ujapopita katika maji mengi, nitapita na wewe, mito haitakugharikisha wala hautazama. Anasema kwenye kitabu cha Zaburi, Daudi anasema kwenye Zaburi ya 23, anasema nijapopita katika uvuli wa bonde la mauti, sitaogopa mabaya. Maana yake ni kwamba kuna majira yanaweza kaja. Ukiwa na Bwana unaweza ukapita mahali pagumu, unaweza ukapita mahali pa kukataliwa, unaweza ukapita mahali pa kupuuzwa, unaweza ukapita mahali pa kudhalilishwa, unaweza ukapita mahali pa kukataliwa, lakini niko hapa kukwambia usiogope. Unachotakiwa kuhakikisha kwenye maisha yako ni Bwana awe upande wako. Haleluya.